ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله جل وعلا. قال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بعدكم اشكروا الله سبحانه وتعالى نكم تكرحما متوم محمد صلى الله عليه وسلم، نوصيا kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ndio wasia Allah Subhanahu wa Ta'ala kubwa ndani ya Qur'an, ndani miongoni mwa malengo ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala aliweza kutumiliza jamii ya mitume ili kutuhusia sisi wanadamu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bimtithali awamirihi, kwa kutekeleza maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuepukana na makatazo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul afadhil, tuna furaha Allah Subhanahu wa Ta'ala kutujalia kukamilisha mwezi mtukufu wa Ramadhan, na ni dua kila mmoja wetu kumwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala an yaj'alana mimman sama Ramadhana imana wa ihtisaba. Allah Subhanahu wa Ta'ala tujalie katika wale waliofunga Ramadhan kwa imani na matarajio ya thawabu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Azitakabal sala zetu, qiraatul Qur'an, sadaqat na yote katika ibada tulifanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Lakini suala ambalo kwamba ndo anwani ya khutba yetu, ambayo kwamba inaoana au inafungamana na khutba ya Juma iliyopita, ya kuwa Ramadhani ilikuwa ni chuo inatufunza sisi namna kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni madrasatu taqwa, ni chuo cha uchaji Mungu. Ikawa ni mwezi imekusanya ibada tofauti tofauti. Ndani yake kulikuwa kuna saum, kuna sala, kuna zaka, na kuna wale Allah Subhanahu wa Ta'ala aliwajalia wakafanya umra katika mwezi mtukufu Ramadhan. Fama baada Ramadhan, nini imebakia au nini Muislamu atafanya baada ya kuondoka mwezi mtukufu Ramadhan? Tayib, tunajua ni kuendeleza mema ambayo kwamba tulifanya katika mwezi mtukufu Ramadhan, kuendeleza uchaji Mungu, kusali, kufunga, kusoma Qur'an, iwe ni yenye kuendelea. Kwa maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatueleza kuwa ahabbul a'mal, ibada ambayo kwamba inayopendeza mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni ile ibada yenye kuendelea, hata kama ni dogo, lakini ni ibada mtu anadumisha kuendelea, haina mushkila. Lakini la muhimu zaidi ni sisi kama Waislamu kuweza kujipiga msasa na mtu kujiuliza nini alichokipata katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Self evaluation. Ulifunga Ramadhan, ulitoa zakat, ulisoma Qur'an, nini ambao kwamba umejihesabu vipi wewe baada ya saumu ya Ramadhan? Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kila juhudi ambayo kwamba tumefanya sisi wanadamu, kila juhudi ikifika kusherekea juhudi, Allah Subhanahu wa Ta'ala katuwekea Eid. Tumefanya juhudi ya kufunga Ramadhan,
na kutoa zakatul fitri na kusoma Qur'an na qiyamul layl, Allah subhanahu wa ta'ala akatutunuku sisi sala ya Eidul Fitr, yaumu Eid. Kwa hivyo Muislamu anasherekea baada ya juhudi. Ndio ile siku ya Eid kila mmoja anamwambia mwenzake taqabbal Allah minna wa minkum, Allah zitakabal juhudi ama kwamba tumezifanya, tunafurahia baada ya juhudi. Lakini vipi mtu atasherekea sherehe ambayo kwamba hakufanya juhudi yoyote? Hukusoma Qur'an, washerekea vipi? Hukusali, hukufunga, hukutoa zakatul fitri, unasherekea nini? Kwa sababu ile sherehe imekuja baada ya juhudi. Eidul Adha Allah subhanahu wa ta'ala anatuletea baada ya juhudi. Ndugu zetu wanaofanya haji, juhudi ya mali yao. Sisi wengine tutafunga zile siku 10 za Dhulhijja, tutafunga mpaka siku ya Arafa, juhudi ya kwenda kuchinja, tukiwekewa vile vile juhudi. Na Allah subhanahu wa ta'ala kuonyesha ni juhudi ambayo kama ni kubwa. Angalia hikma Allah subhanahu wa ta'ala anajalia salatul Eid inapiga takbira 12, takbira 12, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Mara ya kwanza unapiga mara 7. Yesh, juhudi. Eidul Fitri juhudi, takbira. Eidul Adha takbira. Baada ya sala, ukimaliza sala unapiga takbira. Kwa hivyo ni Muislamu aweze kuangalia nafsi yake ni juhudi gani ambayo kwamba ameweza kuifanya katika mwezi mtukufu Ramadhan, na vile vile ukaangalia baada ya kuondoka Ramadhan mimi nilifanya yapi. Billahi alaikum, tumemaliza uende kawa hii ni wiki ya pili katika mwezi mtukufu Ramadhan. Tembea uangalie, kuna watu ile nuru ya imani, nuru ya uchaji Mungu, nuru ya Qur'an, nuru ya saum, nuru ya adhkar imeondoka, ako kwenye giza. Haisi ile ladha ya saum imeshaondoka, ladha ya ibada imemondoka, misikiti imebaki farig. Kuna watu misikiti hawasali, kuna watu Qur'an wamewacha, kuna wengine qiyamul layl wamewacha, kuna wengine adhkar wamewacha. Na ni wiki mbili salafu salih, umma waliotangulia, baada ya kuondoka Ramadhani 6 ashhur, miezi 6, wanaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azitakabal ibada zao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila moja lazima ahisabu nafsi yake, kama wasia Umar ibn Khattab radhiallahu anhu anaeleza masahaba, ananiwasia kwetu sisi akisema, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kila mtu ahesabu nafsi yake kabla kuhesabiwa siku. Ibada ya Ramadhani ya mwaka 2027 au kwa hijria mwaka 1447 imekuathiri vipi? Leo ni wiki ya pili baada ya kuondoka mwezi mtukufu Ramadhani. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Saumu ya Ramadhani iliondoka, imeisha, umepata athari gani baada ya kuondoka Ramadhani? Vile vile akasema, wazinu a'malakum qabla an tuwazanu, na mupime mizani amali zenyu ambazo kama mulifanya kabla haijapimwa siku ya Kiyama. Ile saumu ulifunga, Allah kitukumbusha, balil insanu ala nafsihi basira. Kila mmoja anajua nafsi yake, madhaifu yako unajua wewe mwenyewe, nguvu yako unajua wewe mwenyewe. Balil insanu ala nafsihi basira. Umemaliza saumu ya Ramadhan, ulimaliza kusoma Qur'an, wengine walihitimu Qur'an, wengine walitoa sadaka. Je, ile amali ambayo kwamba ulifanya ina uzito, ina mashiko mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Inakupa daraja gani mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala?
Ama sisi ndio katika wale basi tukishafanya tunaondoka bila kujali, bila kuangalia. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatukumbusha siku ya kiyama, kila mmoja wetu ataambiwa iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma hasiba. Soma kitabu chako, yatosheleza wewe kujihesabia nafsi yako, ukaangalia. Iqra kitabaka, soma kitabu chako cha amali, tizama amali zako ambazo kwamba ulizifanya. Yatosheleza wewe kuihesabu nafsi yako, evaluation. Lakini tunafunga miaka baada ya miaka, tunasali mwaka baada ya mwaka tarawih, lakini ni wachache ambao kwamba wanakaa wanahesabu, amali yangu nimemaliza Ramadhani, ni wiki mbili, nimepata nini katika mwezi mtukufu Ramadhani? Ni wewe ulitenda? Je, ulifunga? Je, una yaqini katika nafsi yako kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ameitakabal? Umemcha Mwenyezi Mungu haqqa tuqati, haki ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Ulisoma Qur'an kwa kunyenyekea na kuzingatia, au ulisoma tu? Ndio kiangalia muhasabatu nafsi, mtu kuhesabu nafsi yake katika amal. Ndio leo unaona ni ajabu, sisi kama Waislamu tuna watu, mtu ana zaidi ya miaka 40 katika Uislamu, miaka 40, lakini muulize akupe tafsiri, amefahamu nini suratul Fatiha, ama kwamba ni moja katika nguzo za sala, anaisoma ile sura kwa siku zaidi ya mara 10, akwambie tafsiri ya suratul Fatiha. Akianza mwanzo ya sala unafunga alhamdulillah rabbil alamin mpaka ufike mwisho wala dhalin, nini umefahamu? Hajui. Ana miaka 40 katika Uislamu. Ukatoka mwambie tafsiri suratul Nas. Kuna kuigiza na kuna kufata. Wengi wetu wanaigiza dini, tunaigiza ibada. Ndio pale ladha ya ibada hupati, ladha ya sala hupati. Leo unampatia mtoto, tunawahimiza wasome Qur'an, lakini ule mtoto hajui ladha na faida ya Qur'an ni kitu gani. Tumesoma, tumefunga Ramadhani, tumesali, tumesoma Qur'an, tumetoa zakat, tumefanya adhkar, kwa malengo gani? Mbali na thawabu kutoka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni ladha ipi? Ulifahamu nini pale katika Ramadhani 10 ya mwisho? Tukahusiwa tuseme Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Nini ulikuwa unakusudia hapo? Ulikuwa unatarajia nini? Tunaigiza. Mtu anakwenda kusali tarawih, kwa nini unasali rakaa 11? Anaigiza. Miaka na miaka anakuwa nasali witri, inaletwa ile dua ya kunut, anaitikia amin nyuma ya imam, Allahumma hadina fi man hadayt, yeye anaitikia amin. Wewe uliomba Allahumma hadina fi man hadayt, baada Ramadhani mbona umetoroka katika ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Na siku 30 ulikuwa unanyanyua mikono kwamba Mwenyezi Mungu akuongoze. Kwa sababu ya maigizo, tunaigiza. Ndio utapata unaenda katika sehemu wazee wapo, lakini anayekwenda kusalisha pengine ni mtoto mdogo, haijakataa, lakini mtoto mdogo. Ukiuliza ilifikia hadi gani hawa wazee wote sala ya faradhi hawakusalisha ikawa ni yule mtoto? Mimi siwezi kusalisha. Kwa nini huwezi kusalisha na una zaidi ya miaka 20 unasali 5 salawat, lakini ukiambiwa kusalisha huwezi? Si ajabu leo ikafungwa msikiti, kaambiwa watu kila mmoja asome salatul ibrahimia, tashahud. Uangalie vile watu watakuwa na matatizo. Na masahaba wanasema Mtume sallallahu alikuwa anatufunza sisi tashahud kama vile sala, kama vile Qur'an. Tashahud
lakini kwa sababu ya maigizo watu hawajawa. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatukumbusha katika sifa ya uchaji Mungu akituambia, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih, enyi mlioamini mcheni Mwenyezi Mungu haki ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, na kila nafsi itizame, ipekue, ichunguze yale ambayo kwamba imetanguliza kwa ajili ya kesho. Kila nafsi iangalie nini umetanguliza kwa ajili ya kesho. Ikamaliza sala, imamu amesalisha fajr. Allah Subhanahu wa Ta'ala anakumbusha katika sifa ya kusoma Qur'an. Qur'an inaposomwa, fastami'u lahu wa ansitu, musikize kwa kuzingatia na mutulie, la'allakum turhamun, mpate rahma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya sala, si ajabu ukapata Muislamu baada ya sala akauliza yule shekha ama imam, ile sura ulisoma aya 5 leo katika sala ya alfajiri au magharibi au isha jahriya, ina mafunzo gani? Ile sura aya 2-3 tumesoma magharibi, ni message gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amedhihirisha katika ile sala? Yani ikawa Muislamu kila baada ya sala ya jahriya anatafuta msahafu, anakwenda kuuliza, nataka kujua hizi sura za leo tumesali magharibi, isha na alfajiri ilikuwa inahusu nini? Lakini kwa sababu ya mazoea kuigiza hajali. Masahaba wengine wanakwambia mtu alikuwa anasoma Qur'ani inamchukua mmoja, amechukua miaka 9 suratul Baqara. Lakini kwa nini sisi hatuzingatii? Kwa sababu evaluation baada ya sala, nimepata nini ndani ya sala, kuanzia qiraa ilichosomwa katika sala. Kuna mwanamke ameweza kuhifadhi suratul Qaf. Mtume sallallahu alayhi akisalisha sala ya Jumaa, akawea anafuatilia, akahifadhi sura nzima kwa sala ya Jumaa. Sisi wangapi hata baada utapata wacha sura aya peke yake hatuhifadhi, kwa sababu ya ile evaluation. Kila ibada unayofanya lazima uhisabie nafsi yako, nimemaliza hii ibada, nimepata nini? Ndio pale wakati unakaa unapata ladha ya ibada ama ladha utamu wa kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anajua vile vile hali ya masahaba, ana evaluate, anampanga mtu kulingana na mazuri na mema ambayo kwamba alikuwa naye, kumfanyia tashjii, kumpa moyo, kumwonyesha kuwa si kila mmoja ni duni, kila mmoja ana sifa fulani ambayo kwamba lao akiitambua, akihisabia nafsi yake, atajiepusha na kumaasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Umar al-Khattab anasema katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam kulikuwa kuna sahaba mmoja anaitwa Abdullah. Huyu bwana alikuwa na ukaribu wa mara nyingi, ni mcheshi, humchekesha bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, humfurahisha bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mazungumzo, anampatia, yani anamfanya Mtume anachangamka, anamchekesha kidogo. Lakini alikuwa na madhaifu, ameadhibiwa mara kadha kadha kwa sababu ya ulevi. Hajajua mema mazuri ya makombe amefanya. Lao angelijua, angekuwa mara kwa mara anajiweka mbali na kumaasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakati mmoja Mtume sallallahu alaihi wasallam akasikia mmoja katika masahaba anasema, anaomba dua, Allahumma al'anhu, huyu bwana Allah mlaani, anaaibisha dini, anafanya hii, na ni mtu sahib
wa kumchekesha bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, la ta'anuhu, msimlani huyu. Kwa sababu gani? Fa wallahi, na hapa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, laqad alimtu annahu yuhibbu Allah wa rasuluhu, mimi nilichokiona kwa huyu bwana katika mazuri ambayo kwamba yeye mwenyewe haoni, lakini angelijua ingemtoa katika maasi, ikamgandisha katika taa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, anampenda Mwenyezi Mungu na mtume wake. Huyu hakuwa na ile evaluation ya nafsi yake. Ni kama biashara mtu anafanya, huwezi ukafaulu katika biashara ikiwa wewe biashara yako unafanya hujui faida na hasara. Hiyo biashara fashali, itapotea, itaharibika. Lakini biashara baina yako wewe na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni ya faida, hakuna hasara. Mara nyingi hasara itakuwa ni kwako wewe kutofikisha malengo au kufikisha sehemu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anataka ufikie, lakini lazima uwe kila wakati unaangalia faida yako. Ndio Allah akasema, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Aya nyingine akasema, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hii ni biashara. Allah subhanahu wa ta'ala akituambia na Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijara, enyi mlioamini sionyesheni biashara. Biashara ni kupata faida, na faida yake tunjiku min adhabin alim, itawaepusha na adhaba kali siku ya kiyama. Tu'minuna billah, kumwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo biashara ya kwanza ni biashara ya imani, kumwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Nini faida yake? Kuna vigezo ya kuweza kujua faida na kuweza kujua kuwa mimi hapa nimefikia, naanza kuhesabu faida katika biashara. Kwanza, kuwa na fiqa, kumwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Katika sifa gani? Akituambia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haythu ma kunt, muogope Mwenyezi Mungu popote ulipo, ndani ya Ramadhan, baada ya Ramadhan, ukiwa na watu, ukiwa peke yako, kwenye giza, kwenye mwangaza. Ittaqillah haythu ma kunt, muogope Mwenyezi Mungu popote ulipo. Wa atbi' sayyi'a alhasana, nafuatisha ovu kwa kufanya mema. Umekosea, kule ibn Adam khata, umeteleza ukakosea, fatisha mema, jitambue kwa nimefanya kosa fulani, ukaanza kufanya mema ili Allah subhanahu wa ta'ala kurehemu, akusamehe yale makosa ambayo umefanya. Lakini leo sisi tunafanya ibada, mtu akimaliza sala hajali mpaka kutamka rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wewe unatamka nini? Kwa nini naomba Mwenyezi Mungu aitakabal, rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim? Kwa nini namwambia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kila ibada ukimaliza sala yako naomba Allah itakabal? Kwa sababu una evaluate, nimekosea wapi katika sala, sikuomba nini katika sala, ruku yangu ilikuwa ni sawa. Kwa sababu vile vile tunaambiwa na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na ibada ya sala, kuna watu wanasali ukimwangalia hivi kweli yuko katika sala, lakini sufur, hana thawabu katika sala yake. Kwa nini? Ruku yake haikuwa sawa, sijida yake haikuwa sawa. Ndio anauliza, kuna mtu anasali dua ya kufungua sala, wewe leo una miaka 10 katika Uislamu, dua ya kufungua sala hujawahi kusoma. Kuna mtu ambaye kwamba anasali, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia yeyote yule ambaye kwamba atasali raka 12 za sunna, zile qablia na baadia, bana Allahu lahu baytan fil janna, Allah tamjengea nyumba katika janna. Hajali. Kuna yule ambaye kwamba ameshika udhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema atakayemaliza kushika udhu akasema ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma ij'alni minat tawwabin, Allah subhanahu wa ta'ala anasema ghufira lahu khatayahu. Kuna yule ambaye kwamba anasikia adhan mpaka mwisho
akasoma ile dua baada ya adhan, Allah subhanahu wa ta'ala anamsamehe madhambi yake. Futihat lahu abwabu janna, Mwenyezi Mungu anamfungulia milango 8 ya pepo. Hizi dua, hizi faida ambazo kwamba tunazisikia katika hadithi ya Bwana Mtume, kwa nini hatuzilete katika maisha yetu? Kwa sababu ya mazoea na kudharau na kuto. Adhana imeishwa, imeadhiniwa, imemalizwa, hujiulizi hii adhana imeisha, nimefaidika na nini? Nimepata nini baada ya adhana? Nimemaliza kushika udhu, ni ibada, nimepata nini baada ya udhu? Nimemaliza kufanya hii, nimemaliza nini ambao kama nimepata? Itakuwa kila wakati una evaluate, una assess maisha yako, ibada zako, utajipata mara nyingi utakuwa katika taa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfiru lakum innahu al-ghafurur rahim wal barul karim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Ikhwatu kiram, vile vile mara nyingi Muislamu angalie uamuzi ambao kwamba unachukua katika maisha yako, hasa katika ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala amekukirimu na neema ya Uislamu. Wewe leo umetoa shahada, ni moja katika sifa kwa Allah amekupenda, na ni moja katika sifa ya kufaulu. Ya pili ni ibada, mujahadatu nafsi, wewe kuipiga msasa moyo wako na kuhesabu nafsi yako katika taa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kila mmoja wetu la tusaluna yawma idhin 'anil na'im, tutakwenda kuulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kila mmoja wetu ibada zote ambazo kwamba tumefanya, kila mmoja jiulize, nilifanya ibada hii kwa malengo gani, kwa faida gani? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna ibada ambayo kwamba tutekeleza sisi kama Waislamu isipokuwa tumeelezwa matunda yake. Kila ibada ina faida yake. Kwa nini tumeelezwa? Ili tupatie moyo wakati unatekeleza, wewe ghaya yako, malengo yako inakuwa ni juu. Unafanya ibada ukiwa na malengo. Hata janna, Mtume katuambia, mnapoomba janna muombeni Mwenyezi Mungu Firdausul A'la. Kuomba kuingia janna pia umeambiwa ya kuomba. Mnapoomba janna muwe na malengo. Janna ziko 8, lakini Mtume akatwambia na malengo ya janna muombe Firdaus. Lakini kuna mwingine hata hajui hiyo sifa. Mbona Firdaus? Kuna nini? Unaomba Mwenyezi Mungu, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ile mema katika janna unaomba Allah Subhanahu wa Ta'ala kupe ni zipi? Kwa nini unatafuta zile neema? Itakupa moyo, motisha kukita katika taa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo wasia yangu ndugu Waislamu, tumemaliza mwezi mtukufu Ramadhani, kila mmoja aipigie msasa moyo wake na ajihesabie. Ramadhani ilipoanza, alhamdulillah, tulifunga siku 30. Baada ya kufunga siku 30, nini umekipata? Na hivi sasa ni wiki 2 baada ya Ramadhani, wewe unahesabu nafsi yako vipi? Ladha ya saumu, ladha ya taa uko naye au ilishaondoka? Na kama iliondoka, nini sababu? Madhaifu yako wapi? Na kama yanaendelea, unaweza kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kutia bidii zaidi. Qala Allah jalla fi'ala, inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu